Hivi karibuni nilikuletea taarifa ya mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha ambaye aliongea kuzuia mkutano wa Injili ambao alitoa sababu moja kati ya sababu ambayo ilikuwa ni kuhusiana na masuala ya jinsia moja, yani kwamba rangi zinazotumika kutangaza mkutano huo ni kama zina viashiria vya mapenzi ya jinsia moja, na sakata hili kimsingi hata kanisa liliweza kujibu. Sasa Godbless Lema amejibu, ameingilia kati ili sakata, na hii ni moja kati ya watu ambao amemjibu mkuu wa mkoa. Nasisitiza tena kuwa hatua ya mkuu wa mkoa wa Tabora kuzuia mahubiri ya Injili haikuwa sahihi, hasa kwa kigezo cha kuwepo kwa kitabu chenye rangi hizo bila hata kuzingatia maudhui yake. Rangi hizo si za LGBTQ+. Moja kwa moja ni rangi za kawaida zinazotumika katika maisha ya kila siku. Hivyo basi, jambo hili halipaswi kuonekana kama vita dhidi ya ushoga, bali linaashiria mwelekeo wa vita ya kiroho na udhalilishaji wa imani. Kuwa sensitive kupita kiasi na kuongozwa na hisia kali katika swala hili kunachochea kile kinachopingwa au kukatazwa na maadili yetu na Mungu mwenyewe. Hatuwezi kumpa shetani mamlaka ya kiwango hicho kwa misingi ya hofu, wakati hofu hiyo inapaswa kushindwa kwa tabia njema na kumcha Mungu. Kwa mantiki hiyo, kuzuia mahubiri haya ni sawa na kudai kwamba Injili ya Kristo iliyohubiriwa hadharani Tabora ilikuwa inalenga kupromoti LGBTQ+, jambo ambalo ni hatari kubwa kwa imani ya Kikristo na heshima yake. Aidha, pale mtu anapokosa umakini wa kufikiri kwa kina, ushindwa kuona namna vita ya kiroho na imani inavyoendelea kudhoofisha heshima ya Ukristo katika jamii kupitia maamuzi ya kukurupuka. Kama kweli kulikuwa na mahubiri yaliyohamasisha ushoga hadharani, basi ni wajibu wa vyombo husika kuwachukulia hatua wote waliohusika, wakamatwe, washtakiwe na wawajibishwe kwa mujibu wa sheria za nchi. Vinginevyo, hatua kama hizi ubaki kuwa ni mbwembwe zisizo na msingi. Hatari kubwa ninayoiona ni kwamba siku zijazo kuhubiri Injili hadharani kunaweza kuanza kuchukuliwa kama jambo gumu au lenye vikwazo vingi, sawa na changamoto zinazoonekana katika shughuli za kisiasa leo. Godbless Lema ameandika hivyo. Ngoja nipitie baadhi ya comment. Moja kati ya wadau ameandika, usitake kutulazimisha tukubaliane na wewe mkuu. Mtu mwingine ameandika, hii issue imenishangaza sana. Hizi ni rangi za kawaida kabisa na hazihusiani na mambo ya taasisi kubwa kama ya RC. Inanunuaje idea za kitoto hivi? Mtu mwingine ameandika, mimi mwana Chadema, ila kwa hili mzee tuache, mwambie aje ahubiri kwako, mimi sitaki. Mtu mwingine ameandika, ila kwa hizo rangi na kopa hizo nina mashaka. Mtu mwingine ameandika, kwenye hili mzee umezingua. Mtu mwingine ameandika, nimekuwa unfollow rasmi. Mtu mwingine ameandika, na kama ni kweli ndivyo ilivyo, basi tutarajie ile ministry iliyoandaa iliyopokea mkutano wa Injili wafunguliwe mashtaka. Mtu mwingine ameandika, hawa wanaharakati kazi sana kuwatetea, kila siku wanapinga. Mtu mwingine ameandika, lazima uwatetee, bila hivyo wanakufukuza na familia yako huko Canada. Mtu mwingine ameandika, kiukweli sio wewe kaka Godbless Lema, wala nani anayejua lengo la huyo mhubiri. Si kila mhubiri ni mhubiri kweli, fanyeni uchunguzi. Mtu mwingine ameandika, lakini Lema sidhani kama nia ya mkuu wa mkoa ilikuwa ni kudhiaki dini. Nia yake ilikuwa njema, kulinda maadili ya Kitanzania. Japo kama kiongozi unaweza kukosea kutafsiri mambo na sio dhambi kubwa. Mtu mwingine ameandika, nasikitika kutangaza kuwa sina cha kujifunza kutoka kwako. Goodbye. Mtu mwingine ameandika, naomba kuuliza, maisha mapya ni yapi mpaka yapewe heading hapo juu? Na kwa nini alama ya kopa katikati ya rangi zote zilizopo hapo? Mtu mwingine ameandika, nyie wanaharakati ni ngumu sana kuwatetea, maana mnapinga kila kitu hadi ushoga unaokubali. Sasa wewe au wewe mwenzetu, okay sawa. Mtu mwingine ameandika, niliwahi kusema siku moja Chadema na Lissu wao wanafadhiliwa na mashoga, mkabisha, ona sasa. Mtu mwingine ameandika, damu mkuu, kwa hili aisee hata kipofu anaona, kwa hili aisee hapana. Mtu mwingine ameandika, kwa andiko hili unaonyesha kuna upande unautetea na wala si Ukristo. Hayo ni baadhi ya maoni kutoka kwenye post hiyo ya Godbless Lema ambayo nimekusomea hapo. Hii ni VOT Media, nini maoni yako? Tumechangamka.